Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta ninayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu vitabu vya uchawi. Ukisoma vitabu hivi utakuwa ni mwenye nguvu na utakuwa ni mtu ambaye utazidishiwa maarifa, na pia utakuwa ni mtu tajiri kama utahitaji utajiri, na utakuwa ni mtu mwenye mali, lakini hutoweza kuchukua miaka miwili, utakuwa ni mtu mwenye kufa. Je, ni vitabu vipi vitano vya uchawi wa kale ambavyo nakuletea hapa? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Katika ulimwengu wa kichawi kuna kitabu kinafahamika kwa jina la Lemegeton au The Lesser Key Solomon. Kitabu hiki kiliandikwa katika karne ya 17, na kitabu hiki cha The Lesser Key Solomon kina peji 30 na pia kinatumika katika ulimwengu wa kichawi kama nguzo na ngazi katika falme za kichawi. Kitabu hiki kinadhibiti roho na pia kina uwezo wa kuwaita majini, na vile vile majini wakaja kukutii na kukusikiliza na kukupatia hitaji lako ambalo unalihitaji. Na pia kina maelekezo ya kuwaita majini 72. Majini hawa, kila jini anatoka katika falme tofauti na kila jini anatoka katika ukoo tofauti, na pia kuna maelekezo ya michoro ya uchawi kwa ajili ya kuwaita majini na kwa ajili ya kuwamiliki majini. Na vile vile katika majini hawa 72, kila jini anakuwa na tarasimu yake na mwongozo wake namna ya kumwita. Kitabu hiki cha Lemegeton kinakuelekeza namna ya kuwaita majini hawa 72, na kila jini anakuwa na cheo chake pamoja na nguvu zake. Kwa mfano, mfalme Baal, jini huyu ana uwezo wa kukufundisha sayansi pamoja na falsafa, na pia ana uwezo wa kukufunulia vitu vya siri ambavyo vinafanyika katika njia za siri. Na pia jini huyu ana uwezo wa kufanya upotee katika vita, usionekane mbele ya maadui, au kapotea katika mbele za macho ya watu. Kitabu cha Lemegeton au The Lesser Key Solomon kinakuelekeza namna ya kuiandaa mihuri mbalimbali ya kimajini na mihuri ya kichawi. Na pia kitabu hiki kinakuelekeza namna ya kutengeneza maduara ya kiuchawi. Kitabu cha pili, katika zama za kale kulikuwa na kitabu cha ajabu sana. Kitabu hiki kilifahamika kwa jina la The Picatrice au Hayati al-Hakim katika lugha ya Kiarabu.
Kitabu hiki kilifahamika mwaka 1000 AD katika karne zilizopita, na kitabu hiki kinafundisha hekima na kina mafunzo ya uchawi mbalimbali, na pia kinaelekeza mambo ya nyota na mambo ya sayari mbalimbali kama vile Jupiter na alkadhalika, na pia kinaelekeza mifumo ya kichawi. Katika kitabu cha Picatrix kina maelekezo namna ya kutengeneza talisman ambazo zinaaminika kwa ajili ya kuleta bahati nzuri na vile vile kuleta ulinzi katika maisha. Na pia kina maelekezo namna ya kutengeneza viungo vya kichawi na namna unavyoweza kutumia sayari mbalimbali katika mfumo wa kinyota. Katika Picatrix pia kuna maelekezo ya utabiri unayohusiana na nyota za maisha ya kila binadamu na viumbe mbalimbali. Kitabu cha 3 katika karne ya 15 kuna kitabu kilifahamika kwa jina la Mnemonic Manual of Demonic Magic. Kitabu hiki kiliandikwa katika karne ya 15. Hiki ni kitabu cha siri na kinafundishwa katika njia za siri. Kimehifadhiwa katika maktaba katika mji wa Bavaria, Munich. Kitabu hiki kina mafunzo namna ya kufufua wafu, na pia kina maelekezo namna ya kumiliki majini, na kinaelekeza pia namna ya kumiliki nafsi na roho ambazo zipo katika ulimwengu wa kiza. Na pia kina maelekezo ya kufundisha uchawi wa kiza na uchawi mweusi. Kitabu hiki kina maelekezo na sanaa ya kufufua wafu, na pia kinaelekeza tabiri mbalimbali zinazohusiana na ulimwengu, na pia kina maelekezo namna ya kuita majini mbalimbali kama vile Satan, Lelis, Astras, Falak, Samayar. Na pia kina maelekezo namna ya kuwaita mapepo na majini mbalimbali. Kitabu hiki cha Munich Manual of Demonic Magic kimejikita na uchawi wa kufufua wafu, na pia kimejikita pia na uchawi wa kumteka mume kiakili au mke kiakili au mpenzi kiakili, na kimejikita pia na uchawi na maelekezo ya michoro mbalimbali, zaidi ya michoro 40, namna unavyoweza kuwamiliki mapepo na kuwatumikisha, na namna unavyoweza kuwamiliki majini na kuwatumikisha, au ukamiliki jini ukamweka katika biashara yako, au ukamiliki jini akawa mlinzi katika nyumba yako,
au katika biashara unayoifanya. Kitabu cha Munich Manual of Demonic Magic kinaelekeza namna ya kufungua jicho lako la tatu, na kinakuelekeza pia namna ya kufahamu mambo ya ulimwengu wa kiroho na mambo ya siri yanayofichwa katika falme za ulimwengu wa kichawi. Kitabu cha 4 kinafahamika kwa jina la Clavicula Solomon au The Key Solomon. Kitabu hiki kinasadikika kiliandikwa na mashetani, mapepo katika karne za uongozi wa mfalme Suleiman bin Daudi, na wakakipa jina hili la Clavicula Solomon ili kionekane kitabu hiki amekiandika mfalme Suleiman bin Daudi. Kitabu hiki kinaelekeza falme za kichawi na kinaelekeza namna ya mtu anavyoweza kuuendesha uchawi, na kimejikita katika mafunzo ya kichawi, namna unaweza ukaimiliki roho na ukawamiliki mapepo na ukawatumikisha namna vile unavyohitaji. Kitabu cha Clavicula Solomon au The Key Solomon kinaelekeza namna ya kutengeneza talisman za kuleta bahati nzuri pamoja na kinga, na pia kina maelekezo namna ya kutengeneza pentagram za michoro mbalimbali ya kichawi, na maanisha namna ya kutengeneza uchawi mweupe na namna ya kutengeneza uchawi mweusi, na pia kina maelekezo namna ya kutengeneza uchawi wa kufungua jicho la tatu na namna ya kuona mambo yaliyojificha katika njia za siri. Katika karne zilizopita, wachawi walitumia kitabu hiki cha The Key Solomon kwa ajili ya kuwatawala mapepo na kuzitumikisha nafsi za kishetani namna wanavyotaka, na namna kuzituma nafsi za kichawi na nafsi za kishetani kwa ajili ya kwenda kuwadhuru watu na kwenda kuwafanyia shughuli mbalimbali katika ulimwengu wa kichawi. Kitabu cha 5. Kitabu hiki kina maajabu mengi sana. Kinafahamika kwa jina la The Lost Long Friend. Mwandishi wa kitabu hiki anafahamika kwa jina la Johann Georg Hohmann. Alikiandika kitabu hiki mwaka 1820. Kitabu hiki kina mafunzo ya mimea mbalimbali na namna unavyoweza kujitibu maradhi mbalimbali kupitia miti shamba, na pia kimejikita katika mafunzo ya kuelekeza namna unavyoweza kutumia uchawi katika kujitengenezea mvuto wa kupendwa na kuheshimika kila kona ya dunia utakayopita. Na pia kina michoro na maelekezo mbalimbali namna unavyoweza kuutumikisha uchawi na ukabadilisha hatima ya maisha yako, au ukabadilisha hatima
ya mtu wako wa karibu au ya mtu ambaye umemkusudia, aidha adui, aidha ndugu, aidha rafiki. Kitabu cha The Long Lost Friend. Kitabu hiki kina maelekezo namna ya kutumia uchawi kwa ajili ya kuzuia moto usiangamize nyumba yako au gari yako pale ajali inapokuwa inatokea. Na pia kitabu hiki pia kina maelekezo namna ya kufungua jicho la tatu, na kina maelekezo pia ya kukufunza namna ya kuona vitu ambavyo vinavyoendelea katika ulimwengu wa kiroho au katika ulimwengu wa uchawi ambavyo kwa binadamu wa kawaida huwezi kuona. Kitabu hiki cha The Lost Long Friend pia kina maelekezo namna kutumia mimea mbalimbali, namna kutumia mitishamba mbalimbali, na namna kufanya michanganyiko ya dawa mbalimbali kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto mbalimbali za kimaisha, unapitia mitihani ya kimaisha, umekuwa ni mtu wa kupambana, huo ni mafanikio zaidi ya kuona mafanikio kwa rafiki zako, kwa majirani. Unakuwa ni mtu wa kupambana, lakini unakuwa ni mtu ambaye huwezi kuyafikia mafanikio. Kama unasumbuka na changamoto hizo, kama unavyoona hapo ofisini kwangu Daktari Musa, na kila za aina za dawa mbalimbali, na dawa za mivuto ya biashara, na dawa pia za mivuto ya mapenzi, za kumteka mke au mume akupende. Na pia nina dawa za mvuto wa kupendwa na kuheshimika kila kona dunia utakayopita. Na pia nina dawa za kupandishwa cheo kupitia kazi unayoifanya. Na pia nina kila aina za dawa mbalimbali za kutibu maradhi mbalimbali. Dawa hizi zinatokana na mimea na miti ya Mola wetu mlezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama utahitaji pete za bahati, pete zenye kuendana na ufalme wako, na pia kama utahitaji pete za majini, pete zenye kukuletea mafanikio, za kufanya upendo uheshimike kila kona dunia utakayopita, pete ambazo zimefanywa kafara za wanyama mbalimbali, usisite kunitafuta Dr. Musa kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.